Itukuzwe damu ya Kristo! Karibu ndugu mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Radio Mwangaza FM kusikiliza ujumbe wa Mtakatifu Gaspari, ikiwa leo ni tarehe 25 mwezi wa 10. Mungu anatupa tuzo kufuatana na usafi wa nia zetu na kufuatana na jitihada zetu. Kama wakati mwingine matokeo hayaendani na matarajio yetu na mazingira hayategemei sisi, tutaongea kwa njia ya sala na kwa mifano bora, isitokee mtu akapoteza mwelekeo kwa Mungu. Mungu anatupa tuzo kufuatana na usafi wa nia zetu na kufuatana na jitihada zetu. Kama wakati mwingine matokeo hayaendani na matarajio yetu na mazingira hayategemei sisi, tutaongea kwa njia ya sala na kwa mifano bora, isitokee mtu akapoteza mwelekeo kwa Mungu. Ndugu mpenzi mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, katika ujumbe wa Mtakatifu Gaspari anatukumbusha kuwa na tamaa ya kuwa na Mungu kwa kuwa na usafi wa nia na kwa mfano bora na sala. Kwani tamaa ya kuwa na Mungu imeandikwa katika moyo wa mtu, kwa sababu ameumbwa na Mungu na kwa ajili ya Mungu, na Mungu haachi kumvuta mtu kwake, na ni katika Mungu tu ndipo ambapo mtu anaweza kupata ukweli na heri ambayo hachoki kuitafuta. Tunaunganikana na Mungu kupitia sala, na sala tunaweza kusema ni kuinua mioyo yetu kwa Mungu na kuongea naye, kwani lazima tumkumbuke Mungu mara nyingi zaidi kuliko tunavyopumua. Mapokeo ya kanisa yanawekea waamini vipindi vya sala vinavyokusudiwa kusali sala ya kudumu. Nyingine ni za kila siku, sala ya asubuhi na jioni, sala kabla na baada ya kula, liturujia ya vipindi, Dominika ambayo kiini chake ni Ekaristi Takatifu, hutakatifuzwa hasa kwa sala. Ni vipindi vya msingi vya maisha ya sala ya Kikristo. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2698. Sala ni hitaji la lazima kwa maisha. Udhibitisho wa kinyume chake usadikisha sio kidogo tu. Kama haturuhusu kuongozwa na Roho, tunatumbukia tena katika utumwa wa dhambi. Kwa maana hakuna kinacholingana na sala, kwani katika sala yale yasiyowezekana yanawezekana katika kusali kwa imani, na yanayoonekana kuwa magumu yanaonekana kuwa ni rahisi, kwani yasiyowezekana kwa wanadamu kwa Mungu yanawezekana. Rejea Injili ya Luka sura ya 1 aya 37 na sura ya 18 aya 27. Mawazo yetu na nia zetu ziwe safi, kwani ndani kabisa ya dhamiri yake mtu hugundua sheria ambayo hakujiwekea mwenyewe, bali ambayo lazima aitii sauti yake inayosikika moyoni mwake wakati unaotakiwa, inayomwita kupenda na kutenda kilicho chema na kuepuka kibaya. Dhamiri ndiyo kiini cha ndani sana na siri kubwa ya mwanadamu. Ndipo patakatifu ambamo yumo peke yake pamoja na Mungu, ambamo sauti yake yasikika. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1776. Kwa kuwa na dhamiri safi na kuwa na muunganiko na Mungu kwa njia ya sala na neno lake, ndipo tunaweza tukaonesha mifano mizuri kwa wanaotuzunguka, kama asemavyo Mtakatifu Gaspari, na isitokee mtu akapoteza mwelekeo kwa Mungu, bali tumwelekee Mungu daima. Itukuzwe damu ya Kristo! Aliyekuletea tafakari hii ni Frateri Moses Postini Mitanda, frateri wa shirika la misionari wa damu azizi ya Yesu.